blood of the Lord. Are you warm in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless of the whitest snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika ibada yetu siku ya leo. Ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana. Good morning and praise God. Hii ni siku njema Bwana ameweza kuifanya tukaweze kukutana mara nyingine tena, tukaweze kushiriki neno la Bwana. Ninajua kwamba itakuwa ya baraka sana. Kwa hivyo mtazamaji wetu mahali popote pale ulipo, karibu sana. Tuko Kenya, Nairobi, kanisa la Pepa cha Tasia. Mbele zako mchungaji Joseph Mugambi. Siku ya leo ningependa tukaweze kuendelea kushiriki neno la Bwana kama vile ambavyo ametuagiza. Maana kila wakati ni wa kushiriki neno la Bwana. Hatutaishi kwa mkate, hatutaishi kwa pesa, hatutaishi kwa sababu ya mambo yetu, tutaishi ni kwa sababu ya neno la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tukimega hili neno la Bwana, najua kwamba kuna mtu ambaye ananitazama mahali pale, unasikia kwamba uko chini sana. Nataka kuambia kwamba kupitia neno la Bwana utapata nguvu na utaweza kusonga mbele na kumngojea Bwana kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaendelea, ninaomba ya kwamba ukaweza kuungana pamoja nami tukaweza kuomba pamoja kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tena tukaombe. Bwana Mwenyezi Mungu wetu aliye juu mbinguni, pokea sifa na utukufu wote. Ni asante Bwana kwa sababu ya siku njema ambapo umeifanya. Kuja mbele zako tunanyenyekea Bwana ili ukaweze kutukuka. Siku ya leo Bwana, tunapoenda kumega neno lako, hebu na likafanye kazi. Hebu Bwana ukalifuate, likatekeleze mawasia yako katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako. Bwana ni asanti, ni kwa sababu Mungu wetu utatenda mambo makuu. Kuna mtu atapokea uponyaji wako kupitia neno lako. Kuna mtu ambapo ataweza kukombolewa kupitia neno lako. Ni asanti Bwana, kuna watu ambao watakuamini zaidi siku ya leo kupitia neno lako. Uinuliwe na utukuke Bwana. We submit unto thy spirit to the glory and honor of your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ni asanti sana. Tunapoingia katika neno la Bwana, Mungu siku ya leo ameniandaa kwa njia speciali ili ya kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja na wewe. Ninajua kwamba umekuwa na wakati mzuri, umekuwa na wiki njema, na hata kama imekuwa na changamoto, la muhimu ya kujua ni kwamba Mungu wetu hajawahi kutuondoka. Mungu wetu bado ako kwenye kiti chake cha enzi, anaendelea kutawala. Na ninajua kwamba tukiendelea kumtegemea tutaibuka tukiwa washindi. Haijalishi ni mambo gani ambayo tumepitia katika wiki hiyo. La ukweli ni kwamba tuko na nguvu kupitia yule ambaye anatupatianga nguvu, ambaye ni Kristo Yesu. Praise be the name of Jesus Christ. And this very day, I would like us to share a word of God with a topic, the spirit of delay. Roho ya kuchelewa. Roho ya kuchelewa. The spirit of delay. Na hii roho ya kuchelewa, najua kwamba imewahi pata watu wengi sana. Imewahi kupata katika maisha yako. Imewahi kanipata wakati moja katika maisha yangu. Na ni mambo ambayo hata katika Biblia inaonekana ilikuwa inaendelea. Kuna watu walikuwa wanachelewa, kuna mambo ilikuwa inachelewa. Na katika neno la Bwana, wacha tukaende katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli, mlango ni wa 9, mlango ni wa 10 kuanzia mstari wa 12, na itakuwa ni ya baraka sana. Wacha tukaingie katika Danieli pamoja nami, tuende katika kitabu cha Danieli na itakuwa ni baraka sana. Wacha tukaweza kusoma Danieli mlango wa 10 kuanzia 12 hadi 14. Biblia inasema hivi, nitasema na Kiingereza. Then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day
that you did set your heart to understand and to humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had remained there with the kings of Persia. Now I have come to make you understand what shall befall your people in the latter days, for the vision is for many days yet to come. Praise be the name of Jesus. Neno la Bwana linatuzungumzia kuhusiana na mtumishi wake ambaye anaitwa Danieli. Danieli alikuwa mtu ambaye anajua kuomba. Haya ni maombi ilikuwa imefanywa na Danieli mtumishi wa Bwana kuhusiana na nchi wa Israeli pale Yerusalemu. Ilikuwa wakati ule imeangamizwa kabisa, lakini ilikuwa imeandikwa katika kitabu cha Yeremia ya kwamba itamaliza miaka 70. Halafu miaka 70 itakapomalizika, Mungu ataleta urejesho kwa watu wake wa Israeli mahali pale Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Danieli amejua habari ambayo imeandikwa. Biblia inasema ya kwamba ukisoma pale mbele ya kwamba alikuwa amedadisi, alikuwa amechunguza neno la Bwana na akaona ya kwamba kulikuwa kumeandikwa miaka 70 itakapoisha, watu wa Mungu wataachiliwa, watakuwa restored, watarudishwa katika hali yao na uhusiano mwema na Mungu wao. Na hata siku ya leo ndivyo neno la Bwana linatuzungumzia. Kuna wakati unafikanga, inakuanga imegojea, lakini promises za Bwana, ahadi za Bwana hazivujiki, lakini zinahitajika mtu ambaye atakuwa sensitive, mtu ambaye ataelewa neno la Bwana linasema nini kuhusiana na promises zake na yale ambayo Mungu amekusudia kumtendea. Ukijua mambo kama yale, utafanya kama Danieli. Utaenda kuomba ukitubu dhambi, ukiconfess zako na za watu wale wengine za nchi yako, ili ya kwamba urejesho ukuje. Huenda ikawa uko mahali pale na umezungumziwa tayari ya kwamba janga ambalo unaliona linafika wapi. Kama hata umezungumziwa, kama wewe ni mchungaji na umewahi nena probably kuhusiana na hii mambo inaendelea ya corona, na ukasema ya kwamba ni kuisha inaisha, then unastahili ama tunafaa kufanya kama Danieli. Danieli alipojua habari ambayo ilikuwa imenenwa katika neno la Bwana, alijiingiza katika maombi. Alipojua wakati umefika. Kama unajua ya kwamba wakati katika Kenya corona kuisha umefika, it is high time that we pray together and we wait upon the Lord. Hallelujah. That is what we need to do, like the servant of God, Daniel. Praise be the name of Jesus. But before I proceed, may I tell you one thing, that there are things, there are delays. Ama kuna kuchelewa kwingine, kuna kuanga na uungu ndani yake. Kuna kuanga katika mpango wa Mungu. Sitaki kukuchanganya hata kidogo. Ninataka ukitoka mahali hapa, ukisikia huu ujumbe, uweze kupata kufafanua. Je, kuchelewa kule unachelewa ni kwa sababu ya Mungu ama ni kwa sababu ya mapepo na maroho ambayo inazuilia mambo yako kutimia kama Danieli? Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo walipoanza kuomba siku ya kwanza, ili watu wa Mungu wakaweze sasa kufunguliwa na wapata restoration tena kwa Mungu wao, Biblia inasema ya kwamba malaika alikuja akamjia akamwambia kwamba wakati ambapo ulipoomba siku ya kwanza, majibu yako ilipatikana. Lakini majibu nilipokuwa nakuja nayo, nikakamatiwa angani na maroho ya utawala wa Perezi. Ni wale ambao walikuwa wanatawala nchi wakati huo. Walikuwa wamenikamata kwa siku 21. Kwa hivyo maombi ikachelewa ya kujibu. Lakini maombi ilikuwa imejibiwa wakati siku ya kwanza alipoomba. Na sitaki sasa nawe ukaenda mna ile. Ninataka ukitoka hapa uelewe ni yako imekamatwa ama iko katika mpango wa Mungu. Wakati delay iko katika mpango wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe,
Inaweza kuwa iko katika mpango wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Sababu moja ni kwa sababu mipango ama njia za Bwana sio zetu. According to the book of Proverbs, chapter number 3 and verse 5. Because his ways are not our ways. Tunaweza kuwa tunataka kuenenda na njia moja, naweza kuwa nataka kuenenda na njia nyingine, naweza taka kufungua biashara nyingine, na kumbe haiko katika mapenzi ya Bwana. Then kwa Mungu itabidi ningoje. Yaani kwa laini ya Bwana. Praise be the name of Jesus. So delay unaweza ukaipata kwa sababu hiyo haiko katika mpangilio wa Mungu. Haiko katika njia ya Bwana. Imepunguka. Hiyo inaweza kupatikana delay. Number 2 ni kwamba so you can demonstrate your faith. Delay unaweza ikaipata. Sasa hii naongea kuhusiana na sasa na delay ya kiungu. Delay ya kiungu inaweza ikapatikana ni kwa sababu imani yako ikaweza kuonekana. Biblia inasema according to the book of Hebrews chapter number 10 and verse 36 that for you have need of patience, that after you have done God's will you might receive the promise, so that you may get the promise after what? After being patient. Kwa hivyo kuna mambo ya kudelay ili imani yako iweze kuonekana. Maana Biblia inasema ya kwamba without faith we cannot please God. Na imani iwezi kuja mahali kwa njia nyingine. Imani inataka kugojea Bwana. Na wakati ambapo unagojea Bwana, ahadi ile ambayo alikuwa amekuambia ataitimiza. Hallelujah. Kama Danieli aliweza kumgojea Bwana, ilikuwa imeandikwa. Lakini sasa miaka 70 ilikuwa imeisha, na akajua promise ya Mungu ni kwamba Waisraeli wataweza kufunguliwa, wataweza kupokea urejesho tena kwa Bwana. Alikuwa amemgojea. Imani yake na ikatendeka, ikafanyika, ikaonekana. Na imani inaonekana sana sana kwa watu ambao wanaomba. Ukitaka kujulikana, watu wakitaka kujua kama ni mtu ambaye anagojea Bwana, hata kama mambo inachelewa, ni mtu ambaye anakaga kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. So that is number 2. Imani yako inatekelezwa wakati ambapo unagojea Bwana. Praise be the name of Jesus Christ. Sasa inaongea kuhusiana na mambo ambayo delay ile ya kiungu, the positive delay inaweza patikana. So ili usiweze kupinga kila delay. Hiyo ndio nataka kufundisha kwanza before niingie mahali pengine. Ili usiweze kupinga kila delay. Maana kuna delay ya kiungu kama hizo zote nimekuambia bili. Na ya 3 ni kwamba so God can bless your waiting. Yes, according to the book of Isaiah chapter number 10 and chapter number 30 and verse 18. The Bible says, blessed are they that wait upon the Lord. Ukimalizia hiyo verse. Blessed are they that wait upon the Lord. Kubarikiwa ni wale ambao wanaongojea Bwana. Kwa hivyo ukitaka kuwa mtu wa kubarikiwa, ni mtu wa kugojea Bwana afanye kazi yake. It's not about delay. Hiyo ni delay ya kiungu, inakugojea ili akaweza kukubariki. Mungu anabariki watu ambao wamejipeana katika hali ya kumgojea. You will be blessed. Hallelujah. May you receive that blessing in the name of Jesus Christ. To those who have been waiting upon the Lord, may you receive that blessings in the mighty name of Jesus Christ. Na kwa wale ambao hawajajua ya kwamba kugojea Bwana kuna baraka, na wewe upokee neema ya kuweza kumgojea Bwana ili ukapokee baraka zako katika jina la Yesu Kristo. And number 4, ambayo sababu mzuri ya kuna kugojea ama kuna kuchelewa kwa jambo is that so God can be glorified, yes, at the end of everything. So that God can be glorified at the end of everything. Yes, Mungu anahitaji kuinuliwa. Kuna kuchelewa, unaweza ona mambo ikichelewa. Kumbuka kuna watu ambao walikuwa Meshaki, Shadraka na Abednego. Mungu angezuia wasiwekwe kwenye tanuru la moto, maana kuna nguvu. Lakini Bwana akajisherehesha kabisa. Kama ni wewe sijui ungesema mna gani. Lakini dakika mwisho wakarushwa kwenye tanuru la moto. Na Bwana angezuia warushwe pale. Lakini Mungu alikuwa anahitaji nini? Alikuwa anataka ili jina lake liweze kuinuliwa zaidi. Hallelujah. Walipowekwa kwenye tanuru la moto,
Biblia inasema ya kwamba walirushwa wakiwa watatu kwenye tanuru la moto, lakini baadaye walionekana wakiwa watu 4. Bwana Yesu asifiwe. Walionekana wakiwa watu 4. Ni kwa sababu malaika aliingia mahali pale katikati. Biblia inasema ya kwamba walipotoka kwenye huo moto, hakuna mtu alikuwa ananuka hata moshi. Bwana aliweza kutukuzwa zaidi. Hata wale ambao hawakuwa wameamini wakaamini sana, na wakasema huyu Mungu ndiye tunahitaji. Praise be the name of Jesus. Wakati ambapo neno la Bwana litainuliwa ni kwa watu ambao wanakuwa patient kwa Bwana. Praise be the name of Jesus Christ. Lazarus. Biblia inasema ya kwamba alipokufa madada zake walipomwendea Yesu wakamwambia vile hali ilivyo, na wakasema ya kwamba tayari amekufa. Yesu Kristo alisema ya kwamba kifo chake ni cha kuletea Mungu utukufu. Yesu Kristo angezuia mbele huyu jamaa asikufe, maana alikuwa mgonjwa na alikuwa ameambiwa kwa mgonjwa, lakini akachelewa. Nataka kuongea kuhusu delay ya kiungu ili usitatanishe na ingine. Kuna delay ya kiungu ili ya kwamba Mungu akaweze kuinuliwa zaidi. So ilibidi Yesu Kristo angoje kwa muda, akachelewa kidogo ili Mungu akaweze kuinuliwa zaidi. Alipokuja Lazarus alikuwa amekufa na kamaliza siku hata 4, lakini Biblia inasema ya kwamba alimuita na Lazaro akarudi uhai. Praise be the name of Jesus Christ. Na jina la Bwana likatukuzwa sana, na watu wengi wakamjua Bwana kupitia yale Kristo Yesu alipotenda. Praise be the name of Jesus Christ. Nimekuzungumzia mambo manne ya kwamba ili ujue kuna kudelay kwa Bwana. Kuna kudelay kwa Bwana. Praise be the name of Jesus Christ. Praise be the name of Jesus Christ. Ningependa wakati huu leo sasa niweze kuzungumzia kuhusiana sasa na hii roho ya kuchelewa. Ninajua kwamba sasa umeelewa tofauti ya kiungu Mungu ukigojea Bwana, na sasa ingine hii ambayo nitaingia sasa, utajaribu kukompea ujue ya kwamba ile kuchelewa, mambo yako inachelewa, iko katika mpango wa Mungu ama ni mpango wa ufalme wa giza. Ninaomba niweze kusaidiwa mahali hapa. Kuna kitu haiendi vizuri. Samahani, kuna mitabu yetu iko na hitilafu kidogo, but tunatengeneza. Asante. Ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. This very day there is a spirit which is called the spirit of delay. Roho ya kuchelewa. The spirit of delay. Na tumeiona tuko katika hii enzi, lakini ilikuwa imetendeka wakati wa Danieli, kulingana na kitabu cha Danieli chapter number 10 from verse 12 to 14. Biblia inasema ya kwamba Danieli alikuwa ameomba. Na siku ya kwanza majibu ilikuwa imejibiwa, lakini haikukuja kwake. Majibu likamatiwa kwa anga. Ilikamatiwa kwenye anga, ikakamatwa, haikupokea, ikachelewa siku 21. Ni kwa sababu kulikuwa na roho ya delay. Na kumbuka Danieli alikuwa mwombezi. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Kwa hivyo alikuwa anajuana na Mungu sana katika hali ya kuomba. Na mapepo haina aibu, inakamata maombi yake, inakamata majibu yake. Hadi siku 21, wakati malaika wa vita wa kupigana vita katika anga alipokuja kupigania majibu ya Danieli, ikaachiliwa for 21 days. Mambo ilijibiwa. Delay ni nini? Delay ni kile ambacho tunaona kinafanyika ni kama stagnation. Umesimama tu mahali pamoja. That's a delay. Hutaki kuondoka, hauendi mahali. That's one characteristic of delay, or the spirit of delay. Uko mahali pamoja, hausongi. The spirit of stagnation.
Stagnation ni kusema ya kwamba haiendi mbele, haiendi nyuma. Haipandi, haishuki. Imesimama. Ukitaka kujua kama kuna roho inafanya kazi ina hiyo, ni wakati ambapo mambo imesimama. 5 years ago, where were you? Ile nyumba ulikuwa unakaa saa hii unakaa. Ni vizuri sana. Maana labda niwe umejenga, umebarikiwa. Lakini hata kujenga zizi la ng'ombe haujajenga kutoka wakati huo. Ile kitu ulikuwa unafanya wakati huo 5 years ago still is the same. Ile mshahara ulikuwa unapata 5 years ago. Na usiniambie mchungaji, unajua hiyo kampuni yetu. Unajua hiyo kampuni imekaa sana na wanaitabua sana. Wanafuta watu wale wengine na mimi nakaa pale na mimi niko pale. Nimesema hiyo sio mpango wa Mungu. Miaka 5 na hakuna mshahara unaongezeka. There is a spirit of delay. Na unasemaga unaomba. Maombi yako labda imekamatwa kama ya Danieli. Na Danieli alikuwa muombezi, lakini ilikamatwa. Wewe mbona ukae katika level moja? There is a spirit of delay. I rebuke that spirit in the mighty name of Jesus Christ. Ukaweza kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Ukaweza kuanza kusonga mbele. Nimekukataza kusimama mahali pamoja. Nimekukataza kusimama mahali pamoja. Wewe ni wa kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. And number 2, delay is moving in circles. Delay is moving in circles. Unazunguka mahali pamoja. Unaenda unarudi mahali pale tu. Mahali ulikuwa ndipo unarudi tu. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba unaonekana ni kama unaendelea. Unaonekana ni kama una move. But you are doing nothing. Kumbe kuna kumove na wewe hufanyi kitu chochote. That is a spirit of delay. Hiyo ni roho ya kuchelewa. Yaani unazunguka mahali pamoja, hakuna kitu utatimiza. Mipango uko na mingi. Vision umeziweka na yale ambayo unatarajia kuifanya. Hata Januari uliandika hizo taratibu zote. Nataka nikaweza kutimiza haya na haya. Hata last year ulikuwa umefanya yale. Lakini unarudi mahali pale tu. Ni kumaanisha kuna roho ya kuchelewa. Roho ya kuchelewa tunaiona katika kitabu cha Danieli. Danieli aliomba, maombi yake ikachelewa. Alikuwa ana move kila siku, anarudi pale. Akifikiria kesho kuna majibu, anazunguka, anaenda anaomba, anafunga anaomba, anarudi mahali pale, hakuna answer. Amesimamia mahali pamoja. Anajikaza sasa tena. Anasema ya kwamba sasa leo nitafunga zaidi kuliko jana. Anazunguka. Anapatikana maombi yale inafanyika, lakini hakuna kitu kinatendeka. That is a spirit of delay. Roho ya kuchelewa. Sijui kama unaenda kama sasa umeanza kuona mambo. Sijui kama unapima ujue ile kuchelewa unachelewa ni ya kiungu kama ile nilikuwa nimekuambia mbele. Ama hii ni maombi yako, ama hii ni mambo yako imekamatwa katika anga ingine ya kiroho, ya ushetani na mapepo. Wewe unapima unaona ni kama gani? Unataka kufanya mambo na kuna jambo linaendelea. Number 3. Delay is retardation. Kumbuka ni kama sasa tuna define mambo na delay. Delay ni retardation. What is retardation? Retardation ni kusema ya kwamba ni kama mti umepandwa. Unafika mahali fulani, halafu unasimama, ulikuwa unaanza kurudi chini, unakataa kuzaa tena. That is what we call retardation. Kurudi nyuma. Retard ni kurudi nyuma, hali ya kurudi nyuma. Yaani kuna kiwango kama saa hii, my brothers and sisters, especially those who are in Kenya, I'm asking you, maana sisi tunatii serikali, ni vizuri tusiingie amni, tusikongregate ndani ya kanisa, ni vizuri sana. Lakini swali yangu ni kuulize, wakati tuliambiwa namna hiyo, ni kwa sababu hatuingii ndani ya kanisa? Imani ambayo ulikuwa nayo inaendelea kusonga mbele ama inarudi nyuma? Ni kwa sababu hatushiriki pamoja ndani ya kanisa. Ninakuuliza. Ninajua uko na jibu. Kama umerudi nyuma ama unasonga mbele. But I want to tell you, kama umerudi nyuma, that is
of delay. Na ni hatari. Ni hatari. Inakuangamiza. Maana hii roho inakuangamiza si tu kwa mambo ya kiroho, inakuangamiza hata even in the physical world. Katika mambo yako inaanza kukaa namna ile. Unaanza kuteseka, mambo inaanza kuchelewa, mshahara inaanza kuchelewa. Unapeana vitu, contract, unaenda una supply mali, pesa inaanza kuchelewa, hauipokei. Haleluya. Ukapromisiwa kitu, hata na mdozi wako ukapromisiwa kitu na mtu ambaye huko unafikiria kama anaweza kuchenga ama anaweza kudanganya, na si kukudanganya, kile kinakufuata ni roho ya delay. Spirit of delay inakuwaga na retardation, kurudi nyuma. Kama uko karibu na mtu ukiwa pale nyumbani, muulize, na wewe umerudi nyuma ama unasonga mbele? Azikujibu. Lakini sasa wewe mwenyewe jiulize, ninarudi nyuma ama ninasonga mbele? Ni kwa sababu hiyo ndio itadetermine maisha yako. Hiyo ndio ita affect maisha yako, vile ambavyo utaishi. Retardation. Retardation inafikaga mahali unasema ya kwa ni kwa sababu ni hali ya kurudi nyuma. Hiyo mambo ya delay. Ulikuwa karibu kushika kitu, ulikuwa tu karibu kuachieve something, all of a sudden kwa hiyo ulikuwa unataka kwenda mbele, halafu inakurudisha nyuma kidogo. Ulikuwa unataka unarudi nyuma kidogo. Ulikuwa na mipango mingi, ukaanza ukaonekana kama unaendelea, inakurudisha nyuma kidogo. Unaenda stage, ile gari ulikuwa unataka kwenda nayo, na ndio unasema ndio ile. Hivi ndivyo baraka zinakuaga. Unaziona tu na macho zikienda. Unauza mali, umepanga vizuri sana, na mali yako iko vizuri sana, na umetengeneza vizuri sana, kazi umeipamba vizuri sana, makastoma wanakuja wanaiangalia. Ni kwa sababu kuna roho ya delay. Wanaiangalia, kitabu wewe ukuje wauzie, maana ulikuwa umeondoka kama mita 5. Mwaenda kwambia sema customer ameenda kwa customer mwingine. Roho delay, kuchelewa. Si ati kitu rahisi vile unafikiria, hadi kwa sababu nilikuwa kando. Ni roho ya delay. Kama hakungekuwa na roho ya delay, angekungojea na umuuzie. Mbona hakukungojea? Spirit of delay. Ni wakati ambapo kila kitu naenda kuachieve inakurudisha nyuma. And number 5, delay is slowness. Kujivuruta, not achieving the appointed time. Kuna mambo ambayo unajua kwamba ilikuwa unafaa ipatikane wakati huu. Hata wakati mlikuwa mnaoana, mlikuwa mmesema ya kwamba mtoto wa kwanza kwa mapenzi ya Bwana ni mwaka wa 2, mwaka wa 5, mwaka wa 10. Lakini saa hii bado kuna slowness. Kuna watu wamewahi pata hii slowness, hii delay. Akina Hana si walipata watoto baadaye. Kulikuwa na spirit of delay. Bado Mungu alikuwa amepanga kuwapatia watoto, lakini kulikuwa na roho ya delay. Kama maombi haya ya ndugu yetu mtumishi wa Bwana Danieli, alikuwa na delay. Maombi tayari imejibiwa, lakini roho ya delay amekamatwa. Maombi imekamatwa katika anga. Praise be the name of Jesus Christ. Mtoto amezaliwa, haongei, miaka yake ya kuongea imefika, na haongei. Kibiolojia tunaelewa, kisayansi tunaelewa, katika hali ya mtu kukua ndicha tunaelewa mtu anaongeaga na muda gani. Kutembea tunaelewa. Kama juzi nimeona mtoto, nimeletewa mtoto hatembei, amefika miaka utembea, miaka 3 hajawahi tembea. What is that? It's a spirit of delay. Spirit of delay. Amechelewa kutembea. Hiyo ni nini? Delay. Nikashika huyo mtoto, nikamuombea. Na nilipomuombea baadaye siku 3, mama yake alishangaa sana. Mtoto anaacha mama kwa kitanda, anampata huko nje akitembea na watoto wale wengine. Kwa sababu gani? Ilikuwa delay. Ilikuwa imekamatwa. Mtoto huyo akatembea, miaka ikakamatwa na mapepo angani asitembee. Na hiyo ndio kazi yetu wachungaji, kufungua watu. Na inajua kwamba siku ya leo kuna mtu atafunguliwa kwa sababu ya
Achilia hiyo roho ya delay katika jina la Yesu Kristo. Hey, ukafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya delay ukafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaikemea isifaulu katika maisha yako. Mapepo inayoshika maombi yako. Msichana, miaka ni ngapi ulikuwa umesema ninatarajia kuolewa mwaka ujao? Mwaka ujao ukafika. Ulikuwa na 23, ulikuwa na 24, ukasema nitaolewa. Ndugu mkaonana, mkiendelea na mipango ya harusi. Akaretreat, akajiondoa. Roho ya delay. Sasa hii unaendelea. Nimekukataza delay tena katika jina la Yesu Kristo. Ninaingia ndani katika jina la Yesu Kristo. Maombi yako lazima ujibiwe. Wakati huu ni wakati wako wa kujibiwa. Wakati huu ni wakati wako wa kupokea. No more delay in the mighty name of Jesus Christ. Kile ambacho umekuwa ukitazamia, umekuwa ukiomba siku mingi, umekuwa ukiomba Bwana akutendee, the time has come. Tumejoea kuomba. Kuna mapepo ambayo inashika maombi yetu katika anga. Nimekuja hapa nikutangazie kufunguliwa kwako, kufunguliwa kwa majibu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku yako ya kujibiwa, ni siku yako ya kubarikiwa, ni siku yako kupokea majibu kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nimekataa roho ya delay ambayo si ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. May you be set free in the mighty name of Jesus Christ. May you be set free. And from today, may you grow now to achieve your vision. May you grow now to achieve your destiny. May you now enjoy your life to the glory and honor of God. Why? Because the spirit of delay is defeated. And we can do all things through Christ who strengthens us. In the mighty name of Jesus Christ. Delay has no power. Delay has no power. May the Lord bless you so much. May the Lord bless you so much. Na Mungu akubariki. Unapotoka kwenye hiyo anga ya kukaa maombi yako haijaachiliwa, nimeifungua katika jina la Yesu Kristo. Majibu yako sasa ukaikamate. Wewe dada, wewe ndugu, haukuwa umeolewa, haukuwa umeoa, umekuwa ukitarajia mambo inafika tu ni karibu, halafu hiyo mambo inashindikana. Katika jina la Yesu Kristo nimekunenea kufunguliwa, ukapate mke, ukapate mume. Wewe uko katika biashara imekaa tu mahali pamoja, nimekuja kukunenea katika jina la Yesu Kristo. Roho ya delay haina uwezo katika biashara yako. Sasa ukaanza sasa kufaulu, ukaanza sasa kupokea makastoma wapya, ukaanza kupokea contract mpya katika jina la Yesu Kristo. Roho ya delay nimeikataza. Wewe mama, wewe familia ambapo umekuwa mkigojea Bwana, katika jina la Yesu Kristo, roho ya delay nimeikaza katika maisha yenu, na mkaweza kupokea majibu yenu. Bwana kwa tayari kuwajibu, mkapokea kutoka kwa Bwana, mkapokea watoto, mkapokea afya katika jina la Yesu Kristo. Hata kuna watu ambao wako na delay kwa sababu ya magonjwa. Ugonjwa umekaa ndani ya mwili, na maombi uliombewa hata na wachungaji, na akasema ya kwamba umepona, na bado kuna machungu. Nini? Ni kwa sababu maombi ilikuwa imeshikwa. Nimeyavunja katika jina la Yesu Kristo. Maombi yako sasa ambayo ilikuwa imekamatwa, nimevunja kila maroho ambayo ilikuwa imekamata, na ninarelease you are healing now in the mighty name of Jesus Christ. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you, King of Glory, because of your wonder. We have found your one, and I know, dear Lord, that you have delivered your people. Your people now will go with joy, with peace, to enjoy their life, because the spirit of delay is over in the mighty name of Jesus Christ. And dear Lord, help us to wait upon you, so that you may bless us to the glory and honor of your name. Be blessed and be honored. In the mighty name of Jesus Christ, I do pray. Amen. Probably you are there and you are saying, Pastor, I'm not saved. I would like to be saved. Please, you can say after me. Say, Lord Jesus, I'll come to you. I'm a sinner. And from today, I repent and confess all my sins. Forgive all my sins, Jesus. Today, I'm saved. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. If you have said that prayer, I pray that you may go, you may seek for a church that you can grow in faith to the glory and honor of God. Wherever you are, please seek to know God more and more. Lead the word of God. Pray more, and the Lord will be on your side. Be blessed, and may God bless you so much. Amen. Until next time, bye-bye. Amen. Pastor Joseph Kariuki Mugambi is the founder and the senior pastor of Pefa Church Tasia. He's a psychological counselor,
family and marriage therapist, a motivational and conference speaker. For prayers and counseling, please contact him through 0711 358179 or 0735 142024.